Afrika, na katika kupeleka timu hizo nne ni mafanikio makubwa kwa Tanzania. Haikuwahi kupeleka timu nne, lakini mwaka huu tumefanikiwa kupeleka timu nne kwenye hatua hiyo. Kwa hiyo ni unaweza ukasema ni hatua kubwa ambayo tumeipiga kisoka kwa upande wa Tanzania na kufanikiwa kupeleka timu hizo. Na sasa baada ya kupeleka timu hizo, ni nafasi kwa hizo timu kuona wanapambana, ni nafasi ya hizo timu kuhakikisha wanafanya vyema ili waweze kufuzu kwenda katika hatua zinazofuata. Sasa hapa nitakupatia pia faida ya makundi yote. Kwa hiyo weke kubwa tu, endelea kutufuatilia. Na nitaanza pia katika kombe la shirikisho barani Afrika. Nitaanzia huko kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ili tupitie moja kwa moja tuweze pia kwenda kuona kwenye kombe hilo la shirikisho barani Afrika timu ambazo zipo kwenye hatua hiyo, na nitazipitia timu zote kabla sijaja pia kutazama kwenye upande wa makundi ambayo tayari yamepangwa katika siku ya jana. Kundi ambalo yupo Azam, kundi ambalo yupo timu ya Singida. Kwa hiyo hapa nitaweza pia kukujuza. Nitaanzia katika kombe la shirikisho, baadaye nitakuja pia katika kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo weke kubwa tu, hakikisha unatufuatilia kupitia channel yetu ya Sauti Kuu TV online ili tuweze kwenda sambamba. Na kama wewe bado pia hauja subscribe, basi haujachelewa, unaweza ukasubscribe channel yetu ya Sauti Kuu TV online tukaenda sambamba. Kwa hiyo ukisubscribe kila kitu kinakwenda vyema. Sasa moja kwa moja tutaanza pia kwenda kupitia makundi ambayo yalipangwa katika siku ya jana. Sasa kwanza, kabla ya kuanza kutazama makundi, ni kutajie timu zote zilizopo kwanza kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Timu zilizokuwepo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, yupo USM Alger, yupo Joliba, yupo Olympic Club, yupo San Pedro, yupo Wydad, yupo AC Maniama Union, yupo Azam, yupo Nairobi United FC, lakini pia yupo CR Belouizdad, yupo Stellenbosch, yupo AC Otoho, yupo Singida Black Stars, yupo Zamalek, yupo Al Masry, yupo Kaizer Chiefs pamoja na Zesco United. Kwa hiyo hizo ndo timu 16 ambazo zipo kwenye hatua hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambazo wao waliweza kupambana na wamepata nafasi ya kuwepo hapo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo jumla ya timu 16. Wawakilishi wa Tanzania ni wawili kama nilivyotoka kuwataja. Wawakilishi wa Tanzania ambao wapo ni timu ya Azam pamoja na timu ya Singida. Wao ndo wawakilishi wa Tanzania katika hatua hiyo. Na miongoni mwa timu ambazo unaweza tunasema ni giants wa haya makundi, yupo CR Belouizdad, yupo Wydad. Hizo ni miongoni mwa timu ambazo ni majiant katika kombe la shirikisho katika msimu huu. Na hizi timu zote huwa zinafanya vizuri katika kombe la klabu bingwa, lakini katika msimu huu wapo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo tutasubiri pia kuweza kwenda kuona wana kitu gani wamekuja nacho katika msimu huu, kwa jinsi ambavyo ubora wao na jinsi ambavyo wanavyoweza pia kwenda kupambana, tutasubiri. Kwa hiyo majiant wa kundi ni USM Alger, Wydad Casablanca, CR Belouizdad pamoja na Zamalek. Wote wapo katika kundi hapa, na hapo kwa tazama wote ni Walabu hawa. Zamalek ni timu kutokea Misri, CR Belouizdad timu kutokea kule nchini Algeria, lakini Wydad Athletic Casablanca
hii ni timu kutokea kule nchini Morocco. Lakini pia USM Alger, hii ni timu kutokea kule nchini Algeria. Kwa hiyo hao ndo majant. Lakini pia timu zilizopewa nafasi za pili ni Joruba, AC Beneama, hii kutokea Congo, Stellenbosch South Africa, Al Basli kutokea kule Misri. Lakini timu zingine ni Olympic Safi, hizi ndio zile timu za mara ya kwanza. Azam FC, AC Hoto pamoja na Kaizer Chiefs. Lakini pia San Pedro, Nairobi United, Singida pamoja na Zesco. Hizo ndo timu zilizokuwepo. Sasa nikija kutazama makundi, nikianza kundi A. Kundi A yupo USM Alger, Joriba, Olympic Club Safi pamoja na FC San Pedro. Kwenye kundi hili hakuna kutoka Tanzania kwenye kundi A. Kundi B yupo Wydad Athletic Casablanca, yupo AC Meneama Union, yupo Azam FC, yupo Nairobi United. Hilo ni kundi B. Hapa sasa ndo mwakilishi wa Tanzania Azam FC, yeye yupo kwenye kundi hili, Azam FC. Kwa hiyo ni miongoni pia mwa kundi bora kweli kweli. Kwa tazama Wydad wamefanya usajili mzuri, wapo akina Hakim Ziyech sasa hivi, akina Stefan Aziziki, ni miongoni mwa timu ambayo pia inapewa nafasi kubwa msimu huu, Wydad Casablanca, kufanya vizuri kwenye hii michuano. Lakini pia yupo AC Maniema, hii ni kutokea nchini Congo, DRC Congo. Ni aina ya timu ambayo huwa inasifika pia kwa kutoa wachezaji wengi. Kwa mfano wachezaji wake akina Kitambala Bora ndo anaenda kukutana nao. Hawa pia walitoka katika timu hiyo. Kwa hiyo ni timu ambayo inatoa wachezaji wengi kweli kweli ambao wanakuja katika ligi mbalimbali na wanafanya vizuri. Lakini yupo Azam FC pamoja na Nairobi United. Hawa wote ni mara yao ya kwanza kufika katika hatua hii ya makundi. Kwa hiyo ni muda wao wa kuonyesha na wao ni timu ya aina gani na wana ubora kiasi gani kuelekea katika michezo ambayo wanaenda kupata nafasi. Kwa mfano ukiwatazama Azam, Azam inao wachezaji wa kuhakikisha wanapambana na kuwasaidia. Huku naendelea kukukumbusha kusubscribe kama wewe bado haujasubscribe. Sawa, kwa hiyo hapo tukiwatazama Azam, Azam wanao wachezaji wazuri, na miongoni mwa mafanikio yao makubwa ni msimu huu wamefika katika hatua ya group stage. Katika msimu huu wamefanikiwa, wamepambana, wamefika kwenye hatua hiyo ya group stage. Sasa kilichosalia ni kuhakikisha pia wanaendelea kupambana, kuhakikisha pia wanaendelea kuonyesha ubora mkubwa kwa Azam. Lakini pia yupo Nairobi United. Nairobi United nayo sio timu ya kuweza kuibeza, na wao wamepambana msimu huu, wamefanikiwa kufika hapa ambapo walipofika. Na timu yote inapofika katika hatua makundi sio timu ya kuweza kuibeza, ni aina ya timu ambayo wamepambana na mwisho wa siku wameweza kufanikiwa kufika hapo ambapo walipofika. Kwa hiyo Nairobi United na wao wapo kwenye hatua hiyo ya makundi, na tutakutazama miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika timu hiyo. Wapo akina Bernardo Jailo, Kelvin Otiende, yupo John Otieno, Daniel Bichoki, Bernard Ouma, Clisi Opondo, Enoch Machaka, Ovela Ocheng, Shami Mwinyi, Isaac Omweli. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao wapo katika timu hiyo. Kwa hiyo sio timu ya kuweza kuibeza, na hata katika timu yao taifa Kongo katika michuano ya CHAN ilikuwa ina baadhi ya wachezaji kutoka katika timu hii ya Nairobi United. Kwa hiyo yes, katika timu ya taifa ya Kenya ilikuwa ina baadhi ya wachezaji kutoka katika timu ya taifa katika timu kumrazi ya Nairobi United. Kwa hiyo
ni muda wao na wao wa kwenda kupambana, ni muda wao na wao wa kwenda kuonyesha wana kitu gani na wana ubora kiasi gani kuelekea katika michezo ambayo wanaenda kucheza. Kwa hiyo mtazamaji wa Sauti Kuu TV Online, niendelee kukukumbusha kutufuatilia kupitia channel yetu ya Sauti Kuu TV Online ili tuweze kwenda sambamba. Kwa hiyo kama haujasubscribe, haujachelewa bado, unaweza ukasubscribe. Sawa, hilo ni kundi B ambalo hapo nimetoka kulitazama, kundi ambalo yupo Azam kwenye kundi hilo, kundi B. Ni kundi ambalo yupo Azam FC, ikiwa ni mara yake ya kwanza na ni muda wake wao kwenda kupambana, ni muda wao kwenda kuonyesha wana kitu gani. Msimu huu yupo kocha Ibenge. Kocha Ibenge ni miongoni mwa makocha bora kweli kweli barani Afrika, na ni miongoni mwa kocha ambaye tayari pia ana medali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana uwezo wa kuisaidia Azam ifike katika zile hatua za juu katika michuano hii na kuweza kupambana. Kwa hiyo Azam ni nafasi yao, lakini pia fursa nyingine kama mwalimu ataona kuna changamoto kidogo ndani ya kikosi chake, dirisha dogo, anaweza pia akapata nafasi ya kusajili, kuongeza watu ndani ya Azam ambayo wanaweza kwenda kuwasaidia Azam wakafanya vizuri. Kwa hiyo kwenye kundi A hakuna timu kutoka Tanzania, lakini kwenye kundi B yupo Wydad Casablanca, yupo kaenda kutoa ushindani na kuonyesha kile ambacho walichokuwepo nacho. Lakini pia tukiwatazama Otoho, hii ni timu kutokea Kongo. Yes, hii ni timu kutokea kule nchini Kongo. Sio Kongo sio Kongo hii ambayo hapo timu ya TP Mazembe, hapana. Hii ni ile Kongo nyingine tunaita Kongo Brazzaville, ndio timu inatoka kule. Kwa hiyo na wao wapo kwenye kundi hilo, lakini Stellenbosch tunaijua msimu uliopita walicheza klabu bingwa na walicheza kombe la shirikisho na Simba msimu uliopita na waliweza kufanya vizuri, walifika hadi katika hatua ya makundi, waliweza kupambana vizuri sana. Kwa hiyo ni aina ya timu ambayo ipo na inaweza pia kuendelea kutoa ushindani. Walitoa ushindani vizuri kwenye hatua ya makundi na wakaweza kufanikiwa kufanya vyema Stellenbosch. Kwa hiyo msimu huu wameangukia kwenye kundi ambalo yupo Singida, Singida Black Stars. Kwa hiyo Singida kundi lake unaweza ukasema kama Singida ndio timu ambayo haijapewa nafasi kubwa, na hii inatokana na ugeni wa michuano, ndio maana hampewi nafasi kubwa. Lakini mkifanya vizuri katika msimu huu, msimu ujao huwa mnapewa nafasi kubwa. Kwa hiyo ni nafasi pia kwa Singida kwenye kundi lake, si la Belouizdad bila shaka ndio jana, yupo Stellenbosch, yupo AC Otoho pamoja na Singida Black Stars. Kwa hiyo ni muda pia wa Singida. Singida faida wanaoipata, wanao wachezaji wenye uzoefu wa hii michuano. Clatous Chota Chama amecheza vizuri kwenye michuano, amefika hadi katika hatua za juu. Tazama akina Clatous Chota Chama, lakini pia wanae akina Hardy Aucho walifikisha Yanga hadi katika hatua ya fainali, wapo ndani ya timu hii. Kwa hiyo ni aina ya timu ambayo kwa jina Singida ni wageni, lakini wachezaji waliokuwepo ndani ya timu yao ni wachezaji wengi wenye uzoefu mkubwa wa kuweza kuisaidia timu kufanya vizuri. Kwa hiyo ukiitazama Singida na wao bado unawapa nafasi kutokana na aina ya wachezaji waliokuwepo ndani ya timu hiyo. Hapa nimewazungumzia tu baadhi, lakini wapo wachezaji kwa mfano eneo la ulinzi akina Morris Chuku amecheza Rivers United kwa mafanikio, lakini ukimtoa Morris Chuku, Anthony Trabi amecheza ASEC Mimosa kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo Singida wanao wachezaji wenye, timu yao haina uzoefu mkubwa kwenye michuano ya kimataifa, lakini Singida wanao wachezaji wenye uzoefu mkubwa
kwenye michuano ya kimataifa. Na mwisho wa siku, kitu ambacho kina faida zaidi sio timu kuwa na uzoefu mkubwa kwenye mashindano, ila inaoleta faida ni wachezaji. Ina maana timu leo hii hata ukiwa na timu yako inafanya vizuri sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini ukiwaleta wachezaji ambao hawana uzoefu na hawana quality, hawatokukusaidia katika mwaka husika huo kukupeleka katika hatua zaidi. Lakini Singida kilichowasaidia wao, imekuwa ni mara yao ya kwanza na wamefika pia katika hatua group stage. Wanao wachezaji wenye uzoefu, akina Clatous Chota Chama, wapo akina Morris Chuku, akina Anthony Trabi, akina Harid Aucho. Wao ndo wameweza kuisaidia Singida kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kwenye kundi lao wao wanaonekana ndo underdog kwa upande wa Singida, lakini bado wana nafasi ya kuonyesha ubora wao na kuisaidia pia timu iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa tazama Singida na waona wanayo hiyo nafasi ya kuweza kupambana vizuri kwenye hatua hiyo ya makundi. Niandikie hapo ujumbe wako, mimi nitausoma kile ambacho utakuwa umetuandikia. Mtazamaji anaitwa Shedrack anasema Simba anacheza lini ligi kuu? Ligi kuu bado sawa. Ligi kuu bado itatangazwa tarehe ya kurejea kwa michezo ya ligi kuu. Kwa hiyo kwa hivi sasa bado sawa. Hapo nilikuwa tunazitazama timu ambazo zilizokuepo katika kombe la shirikisho barani Afrika. Yes, timu ambazo zilizokuepo katika kombe la shirikisho barani Afrika. Na sasa tunaenda kutazama timu zilizokuepo pia kwenye michuano ya klabu bingwa. Timu ambazo zilizokuepo kwenye